Harusi, afyusisi mpondele, kifua kikuu, yani mambo mengine hatujijui kusema tuna magonjwa kama kifua kikuu. Wengi wanakohoa, wengine hawakohoi, hawatambui kusema wanaumwa kifua kikuu. Kwa majina naitwa Falus Bilo Kubombela, ni mkazi wa Airport. Kuhusiana na kifua kikuu na uelewa kidogo, lakini sio kivile kama naweza kuelezea hata. Naitwa Zawadi Wana Mjimba au Mama Gabrieli. Kwa sababu elimu bado, yani watu wengi hatuelewi. Yani bado. Labda nilikuwa kunatembelea au kufanya semina fulani kila au kwa wiki katika vitongoji au katika nanili kuelezea huo ugonjwa. Kwa sababu wengi hawaelewi bado. Utofauti uliopo leo na siku zingine, kwa sababu kule mitaani huwa tunakusanya sample. Sample zile zinakuja kubebwa, zinapelekwa maabara. Kwa hiyo upokea wa tofauti leo, mtu yoyote atakayekuja hapa kupimwa, atapimwa hapa na majibu atapatiwa hapa, na endapo atagundulika na tatizo, ataanzishwa matibabu hapa kwa chapu na haraka. Tofauti na huko mitaani ambako tunazunguka, tunakusanya sampuli zinaenda kwenye kituo cha afya, zinapimwa, unakuta zinachukua siku moja au siku mbili ndipo mtu anapata majibu yake. Matibabu yaliyopo yanatolewa kwa muda wa miezi 6. Tunatamani mgonjwa akiugua kifua kikuu aweze kupata dawa kuanzia miezi 4 au chini ya miezi 4. Na ndio maana kunaendelea kuwepo kwa tafiti mbalimbali zikijaribu kuona kama kuna namna ya kupunguza kipindi cha matibabu, lakini pia bila kuathiri nguvu ya dawa. Mgonjwa hata kama utampunguzia nguvu ya uwepo wa matibabu kwa muda mfupi, lakini pia inabidi apone. Kwa lengo kubwa la kufanya hizi tafiti ni kutaka kuangalia dawa itayofanya kazi kwa muda ambao ni mfupi, lakini dawa ambayo itamfanya mgonjwa apone, lakini pia dawa ambayo itakuwa ni salama kwa mgonjwa ambaye anatumia hiyo dawa. Tunashukuru kwamba kuna klabu zilianzishwa kwanza ni nchi nzima. Na sisi tuna klabu yetu ambayo iko hapa Mbeya jiji kwa wale waliougua kifua kikuu na kupona. Hawa tumewagawanya katika kata zote 36 katika jiji letu. Hawa wanatusaidia kwenda kutoa elimu katika kwenye jamii na kata zote zinazotuzunguka. Changamoto ni uelewa wa jamii. Uelewa kiujumla ni kwamba natakiwa tuendelee tu kufundisha ili waelewe, kwa sababu lengo la dunia ni kwamba tunataka kwamba inapofika mwaka 2030 kusiwe na mgonjwa mpya wa kifua kikuu. Kusiwe na kifo kinachotokana na kifua kikuu. Kusiwe na gharama zozote za matibabu ya kifua kikuu. Kama kauli mbiu ya mwaka huu inavyosema, kwa pamoja tunaweza kutokomeza kifua kikuu.